Shalom, shalom, Bwana asifiwe. Natumai uko mzima pale popote unanifuatilia, na nikushukuru sana kwa kuzidi kunifuatilia katika hii channel na kuichangia. Mungu akubariki sana na azidi kukutenda mema. Pia kwa wewe ambao una share na kusubscribe na kushare na kuleta wengine, Mungu akubariki sana. Kwa hivyo leo tunaenda kujifunza. Kuna somo ambalo tunataka tulijifunze, na hili somo litakuwa la upana kidogo, lakini tutakuwa tunaliweka katika vipindi, yani tutaviweza kuviweka katika into different parts, yani tutaweza kuvigawanisha. Hatutalisoma tu, hatutaliendelesha tu hivi mara moja, hapana, kwa sababu pia lazima tuangalie bundles. Kwa hivyo leo tuna somo ambalo tunaenda kujifunza. Leo tunaenda kujifunza kuhusu hizi nyakati za mwisho. Hizi nyakati za mwisho tunataka tujue jinsi ya kuziishi hizi nyakati za mwisho, na mambo ambayo yako yamesimama, mambo ambayo yanaendelea nyakati za mwisho, ambayo yameweza kuchangia pakubwa sana katika anguko la imani za wengi, ambayo imeweza kuwa ni chanzo cha wengi kuanguka kwa imani, ama kutoka kuiacha ile imani ya kweli na kuifuata imani ya uongo, na pia imekuwa ni chanzo cha uovu sana. Kwa hivyo naomba ukae pamoja nami tuweze kujifunza kwa pamoja, lakini kabla tujafanya hivyo, acha tuombe kibali kwake Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako wakati huu Bwana mabwana, mfalme wa falme, Yoshua Masha Simba Yuda, nikikushukuru kwa wakati huu na muda huu ambao Bwana umeweza kutuwezesha na kutujalia Bwana tuweza kujifunza kwako kupitia kiongozi na mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu. Na Bwana, ninaomba Yesu Kristo Bwana, neno hili lipate ninaomba Bwana somo hili lipate kibali mbele zako na hata machoni pako Bwana. Baba, nikiomba mwongozo wa Roho Mtakatifu aniongoze sawa na mapenzi yako Bwana, na pia ninaliekea somo hili ulinzi wa damu ya Yesu Kristo, nikilitenga mbali na kila nguvu zote za giza na kila mashambulizi yote itaachiliwa kutoka falme za giza. Damu ya Yesu Kristo Bwana ikatupe ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea pia yule ambaye analifuatilia somo hili Bwana, na pia ambaye wanafuatilia channel hii, inawafunika kwa damu yako Yesu Kristo, nikiomba pia Roho Mtakatifu azidi kuwafungua fahamu zao wa kuelewa zaidi Bwana, na Bwana wanapolipokea hili somo wakaweze kulitumia likazae matunda yanayokupendeza na ya kufurahisha na inayo manufaa katika maisha yao. Baba, ninakushukuru, ninaomba Bwana Roho Mtakatifu atuongoze Baba katika somo hili, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeweza kuomba na kuamini, amen. Haya, sasa kama nilikuwa nimesema hapo awali, tutapata kwamba hizi nyakati za mwisho, ni nyakati sana za hatari. Na hizi nyakati za mwisho, nikwambie, aliye hatarini zaidi ni ule mteule, aliyeteuliwa, ni watakatifu, ndio wako katika mawindo sana. Lakini wacha tuone neno la Mungu linatuelezea lipi, na linatupa maarifa na hekima vipi, ama linatufungua kwa yapi ambayo yanajiri sasa, ili tukapate kuyaepuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ambatana nami, tunaenda kusoma kitabu cha Timotheo wa kwanza. Tutasoma ni mlango ule wa 4, na tutasoma mistari 5 ya Timotheo wa kwanza mlango wa 4. Mstari wa kwanza unasema kwamba, basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho za zidanganyazo na mafundisho ya kishetani. Mstari wa pili unasema kwamba, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa na moto dhamira zao wenyewe. Watatu unasema kwamba, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kujua hivyo na walio na imani wenye kujua hiyo kweli. Wanne unasema kwamba, kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kitapokelewa kwa shukrani. Tukikamilisha mstari wa 5 inasema kwamba, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Bwana sifiwe. Haya, tukirudi kwanza tunapata kwamba hapa tunaambia kwamba ni Roho ananena wazi hizi nyakati za mwisho. Kuna wengi watajitenga na imani ya kweli. Bwana sifiwe. Imani ya kweli. Unaona, watajitenga na imani. Na tunavyojua kwamba imani ilikuja kupitia kazi ya Yesu ya msalaba.
Na Yesu alipokuwa alitembea, ni imani ilikuwa ni katika kujitakasa, ni toba na utakaso na kutengeneza. Lakini utapata mambo kama haya watu wamejitenga nayo kabisa, hawapendi kusikia. Mtu hapendi kusikia unamwambia kwamba tubu, usifanye hili, hii ni dhambi, hii ni dhambi. Unaona, hawataki. Mwanamke hataki kuambia kwamba kujipamba ni dhambi. Mwanaume hataki kuambia kwamba kuoa wanawake wawili, watatu ama ni dhambi. Yaani hizi nyakati za mwisho watu wamejitenga na imani ya kweli. Hawataki kutengeneza. Hawataki kuambia ukweli. Wanataka kuzidi kuishi katika dhambi na kutawaliwa na uongo. Sasa Biblia inasema kwamba wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya kishetani. Roho zidanganyazo zimetokea kupitia maono ya uongo, nabii za uongo, ndoto za uongo na mahubiri ya uongo. Pale utapata kwamba ni mafanikio. Watu wengi wamepotoshwa na mafanikio sana. Watu wengi wamepotelea katika mafanikio wakisema kwa sababu, yani kwa vitu ambavyo ni vya dunia hii ambavyo vinakwisha. Na Biblia inatuambia kwamba tutafute kwanza ufalme wa mbinguni na kisha hivi vingine vyote tutaongezewa, tutazidishiwa. Bwana asifiwe. Naomba kwamba tusinukuu vibaya. Si kwamba Mungu hataki tubarikiwe. Si kwamba Mungu hataki tufanikiwe. Kwa sababu hili ndio likuwa pia ni baadhi ya mipango ya Mungu sisi kwetu kufanikiwa. Na ndio maana akasema katika kitabu cha Yeremia kwamba nina mipango mema juu ya maisha yenu, sio mipango ya uharibifu, bali ni mipango mema itakayoleta maisha nilikusudia. Mungu alikusudia tuwe na maisha mema, na Mungu alitupangia. Kila mwanadamu alipozaliwa, Mungu alimbariki, alimpa baraka za kiroho na baraka za kimwili, lakini hatujaweza kuzipata zile baraka za kimwili hata za kiroho kwa sababu ya maovu na dhambi zetu ya kutokutembea yani hatutembei katika kumtii Bwana, hatutembei katika njia za Bwana. Na nikirudi katika habari ya Musa, baada ya Musa kumpatia Yoshua uongozi, Mungu akamwambia Yoshua ya kwamba awaambie wana wa Israeli, akaambia kwamba aongoze wana wa Israeli ya kwamba kiasi kwamba kitabu kile cha Torati kisiondoke vinywani mwao, bali wakitafakari usiku na mchana na kuyafanya yale ambayo kitabu cha Torati kinawaagiza, maana hapo ndipo kuna baraka na mafanikio yao. Yaani kumaanisha kwamba mafanikio ya mwanadamu na mafanikio na baraka za mwanadamu ziko katika kulitii na kutembea katika neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu tunaambia kwamba ni taa na ni nuru katika njia na miguu. Ukiwa na neno la Mungu definitely utakuwa na taa. Na taa kumaanisha kwamba unatembea katika njia za Mungu. Na ukitembea katika neno la Mungu kiasi kwamba neno la Mungu linapokuonya kwamba hapa ni dhambi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, na utembee katika kutii na kutembea katika njia zinazompendeza Mungu, hapo hautahitaji kwenda kwa nabii akwambie kwamba utafanikiwa, utaendelea, unakuja. Baraka zako ziko automatically. Kwa sababu unapotembea katika neno la Mungu unakuwa tayari umeutafuta kwanza ufalme wa mbinguni, na kisha Mungu anakuzidishia hivi. Ndio maana walipokuwa naambiwa kwamba neno hili la kitabu hiki cha Torati kisiondoke vinywani mwao, wakitafakari usiku na mchana, walikuwa wanamaanisha kwamba wanatafuta ufalme, watafute kwanza ufalme wa mbinguni kupitia kitabu cha Torati, kwa kukitafakari usiku na mchana na kuyafanya yale ambayo yaliomo katika kile kitabu cha Torati. Hapo tayari wametafuta ufalme wa mbinguni. Na kisha akasema kwamba hapo ndipo kuna baraka na mafanikio yenu. Sasa wamezidishiwa vya mwili. Bwana asifiwe. Lakini sasa tunaambiwa hapa, hizi nyakati za mwisho watu watajitenga na imani wakizisikiza hizi roho za udanganyifu. Madhabahu kuambia kwamba utafanikiwa, utabarikiwa, utanunua gari kesho, unafanya nini? Kusahau kwamba Mungu asikizi maombi ya mwenye dhambi. Watu wengi saizi wana mafanikio, lakini yale mafanikio, nikikuambia kwamba nikikuchangaza, yale mafanikio hayatoki kwa Mungu. Hasa mtu ambaye anatembea katika dhambi na unaona amefanikiwa, yale mafanikio chanzo chake si Mungu. Yale mafanikio yametoka kwa yule mwovu Shetani. Ni kwa nini Shetani saizi anafanikisha wengi? Ili kuwafumba macho wazidi kutembea katika dhambi. Bwana asifiwe. Lengo la yule mwovu Shetani ni kule kuwafumba macho wao wazidi kutembea katika maovu, wao wazidi kutembea katika dhambi, wakidhani ya kwamba Mungu anawafanikisha, wakidhani ya kwamba Mungu anapendezwa nao, na ndio maana wanajificha kwa chanzo, kama atungeweza kuwa na Mungu.
mbona tumefanikiwa, mbona tumebarikiwa, mbona nina magari, mbona nina maisha mazuri, na wale ambao wanakelema kwamba wanaenda kanisa wanafanya nini, mbona wanateseka? Wacha nikwambie, hata Paulo mwenyewe akasema kwamba amekuwa ni katika mstari wa kwanza hapo nini alisema kwamba, ngoja nikonyama, ya kwamba yani injili vile alivyoviweka ya kwamba injili sio utajiri, lakini alimaanisha kwamba sio utajiri wa hapa duniani, lakini ni injili, ni utajiri wa uzima wa milele. Kwa sababu utapata kwamba wale ambao wanatembea sana katika njia za, yani utapata kwamba matajiri, na ndio maana unaona Yesu, kuna wakati Yesu alisema kwamba tajiri, ni vigumu sana tajiri kurithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu pesa ni chanzo cha uovu. Na ndio maana Mungu anataka watoto wake ambao wanatembea, anataka wakuwe na kile kiasi ya kwamba wasipungukiwe na wasiwe na kiu. Hata nakumbuka Daudi aliambia Mungu hataki kuwa na zaidi mpaka amkosee Mungu, na hataki kuwa maskini mpaka kiasi ya kwamba aanze kuomba. Unaona, hivyo ndivyo inafaa uombe Mungu, kwa sababu watu wengi wakishabarikiwa, hapo ndipo wanajitenga na imani, hapo ndipo wanamwacha Mungu. Kwa hivyo wewe ambaye unatembea katika njia ya Mungu, Mungu anakupa average, lakini kile ambacho kinakungoja ni zaidi sana ya kile ambacho unaweza kufikiria. Kwa hivyo sisi ambao ni Wakristo, hazina zetu zimeweka mbinguni. Hatung'ang'anii sana hazina za hapa duniani, zinakuwa yani ni kiasi tu, ili kutuwezesha katika maisha haya ya kidunia ambayo tunapita. Lakini hazina ya milele ni zile ambayo tunawekeza zaidi. Lakini hizi roho za udanganyifu, ambapo inasemekana kwamba ni mafundisho ya kishetani, wanafunza watu jinsi ya kuwekeza hapa duniani. Ndugu yangu, dada yangu, usiwe mtu wa kutaka kufurahia sana kuwekeza hapa duniani, lakini kule mbinguni hauna chochote. Tumeambiwa kwamba ufalme wa mbinguni tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, na vingine tutazidishiwa. Jambo lingine la pili, tumeambia kwamba hazina zako ziwe mahali ambapo roho yako itakuwa. Yaani mwisho wa siku, kwa kile ambacho nakitafuta, inafaa ujiulizwe, hiki ambacho nimekuja kutafuta, je, kitaniekea hazina mbinguni ambapo roho yangu mwisho itakuwa? Ukipata ya kwamba mwisho wa siku kile unakitafuta ni kitu ambacho kitakufanya uwekeze mbinguni ama urithi ufalme wa mbinguni, ndugu yangu, achana, kwa sababu ni mtego wa shetani kwa anguko la imani yako. Na ndio wanasema kwamba kuna wengi wamepotosha hapa sasa na mafundisho ya kishetani. Wanafata mafanikio, wanafata zile majerika za maji, wanafata maji ya upako, wanafata chumvi ya upako, yani vitu vya upako, na huko wamejitenga mbali na Mungu. Biblia inasema kwamba anayetengeneza urafiki na dunia anakuwa ni adui wa Mungu. Vitu vya dunia vipo kutusapoti katika maisha haya, lakini sio kuweka mioyo yetu, yani kuweka mawazo yetu katika hizi vitu na kila kitu, yani kuwekeza kila kitu mpaka roho zetu ndani ya vitu vya dunia hii. Kwa sababu imesema kwamba kila anayetengeneza urafiki na dunia, unatengeneza urafiki na dunia, ni mambo ya dunia na vitu vya dunia hii, utakuwa ni adui wa Mungu, kwa sababu vitu vya dunia hivi vimetawaliwa na mungu wa dunia ambaye ni Ibilisi, ambaye ana tamaa, ambavyo ni tamaa. Na katika hiyo vitu hauwezi kuabudu, hauwezi kumtumikia Mungu inavyostahili, huwezi kutembea katika njia za Mungu. Kwa hivyo hizi nyakati za mwisho, mtego mkubwa ambao uko umesimama nyakati za mwisho kuangusha imani za watu ni mambo ya dunia, kutafuta vya dunia. Usitafute vingi kiasi ya kwamba mpaka uanguke, bali tafuta sana ufalme wa mbinguni. Biblia inasema kwamba na pia kutatokea na watu ambao kutatokea na wale ambao unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa na moto dhamira zao wenyewe. Pale ambapo sasa uongo unatokea hapa, wanawazuia watu wasioe. Ikiwa utakutana na mtu anakuambia kwamba usioe, kimbia. Ingawaje unaweza kukosa kuoa kwa hiari yako, kwa lengo la kutaka kumtumikia Mungu, jinsi Paulo yeye mwenyewe aliamua kusacrifice marriage,
akaona kwamba apate nini, Yesu awe bibi harusi kwake. Unaona, akamtumikia Yesu. Ikiwa utasacrifice, lakini sisi kwa sababu unajua mwanadamu ana ile kuna kwanga na ile alisema kwamba yani usije ukawashawasha mpaka ukaanguka katika tamaa. Ndio hapo akasema kwamba ni vyema uoe, usiwake na tamaa ya mwili kiasi ya kwamba uelekee katika dhambi. Kwa hivyo kuoa kwa mtu akuto kuoa tuseme kwamba ni kwa mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwamba, nimetingiza kamera. Biblia inasema kwamba Mungu alimuumba mwanamke, aliumba Adamu na akaona kwamba peke yake anahitaji msaidizi, akamuumba Hawa. Na hapo akakuja kusema kwamba mwanaume atawacha wazazi wake na watafanya nini? Watakuja pamoja, wataambatana na mke wake na watakuwa mwili mmoja. Kumaanisha kwamba Mungu aliodaini marriage. Unaona? Mungu aliodaini marriage. Kwa hivyo marriage ni kitu ambacho kiko, ndoa ni kitu ambacho kipo, kuoleka na kuoa kipo. Kwa hivyo ukipata mtu anakuambia kwamba ujitenge na ndoa, ati usioe. Na kuambia sio kwa lengo ati usioe tu, ni vibaya ati wanakuambia hasa atasema kwamba hivi kuoa ni dhambi. Achana naye. Huyo sasa ndo wanasema kwamba ana roho ya udanganyifu. Kama wewe utakota kuoa ama kuoleka kwa lengo la kutaka kumtumikia Mkristo, hauna makosa na si dhambi. Bwana asifiwe. Haya, jambo na unapokataa kuoa, kumbuka mwili wako una sacrifice kila kitu. Hakuna kutafuta kusema kwamba ati usikae na mke azae watoto, lakini uko kutafuta kulala na wanawake huko nje ama kutafuta wanaume kulala nao. Hiyo sasa ni dhambi. Kila kiungo cha mwili chako utampa Kristo, utumikie Kristo. Iwe kama dhabihu mbele ya Bwana, atumikie mwili wako. Bwana asifiwe. Tukienda, Biblia inasema kwamba kwa maana haya wakisema kwamba wakiwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukurani. Hii ni mambo ambayo yako mtandaoni. Kuna watu wameingia kwenye mitandao wanasema kwamba usikule samaki. Kumbuka Yesu, baada ya Yesu kufufuka, kabla hajaenda, I think ilikuwa ni mara ya ngapi? Mara ya 3 kuwatokea wanafunzi. Walikuwa wako kwenye bahari wanavua samaki, na Yesu akasimama kando hivi, na waliweza kufunguka. Wakakuja wakapata Yesu alishatengeneza moto, akamwambia leta samaki. Wakafanya nini? Wakachoma ile samaki, wakakula. Yesu mwenyewe alikula samaki, na baada ya hapo alitoweka na kaenda, na akamwambia Paulo kwamba, akamuita Paulo na akamwambia kwamba nienda kwa ndoa wangu. Unaona? Kwa hivyo tunaona kwamba hizi ni roho za udanganyifu. Wewe usikule miogo. Angalia Adamu na Hawa, vyakula vyao vya kwanza vilikuwa nini? Vilikuwa hivyo, miogo walikula, matunda walikula. Unaona? Hizo ni roho za udanganyifu. Wewe usikule miogo, usikule nini. Hizi ni vitu ambavyo Mungu na kama Mungu hakutaka tu vile hivi vyakula. Hii ndio wazo inafaa mwanadamu uwe nalo la kwanza. Ikiwa Mungu hakutaka tu vile hivi, mbona alivipanda mwenyewe? Mbona alileta mbegu akavipanda? Mbona Mungu akapanda mwogo? Mbona Mungu akapanda viazi? Hii miche yote ambayo aliambia Adamu ale miche, mbona aliipanda? Ikiwa Mungu hakutaka watoto wake waanguke kwenye dhambi, hangeipanda. Mungu angetengeneza ile bustani akaiwekea vile vyakula vyote kwa sababu ya Adamu. Na sisi tumepatiwa pia, tunakula. Hapo ndipo unataka kujua roho za udanganyifu. Ukisha soma Biblia na ufahamu Mungu ni nani, na ukaanze kusoma jinsi Mungu alivyoumba na kufanya kazi yake, kujenga na vyote alivyoviweka hapa duniani, ikiwemo kwenye mashamba, basi mwanadamu hatakupotosha na injili ya uongo ya kwamba usikule hiki usikule kile. Alafu Biblia inasema ya kwamba vile vyote vitapokelewa kwa shukurani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Ukiwa na imani hautapotoshwa. Wale wanaopotoshwa ni wa imani iliyo hafifu, ama imani yao ni ndogo sana. Lakini wewe ulio na imani thabiti,
hauwezi kuanguka kwa mitego kama hii. Haya, imefika wakati unaanza kuambia kwamba rangi za mavazi, usivalie hii rangi ya vazi, usivalie hii rangi ya vazi, usivalie rangi ya vazi. Na zile rangi zote ambazo hata zimenenwa, ukiangalia kama Yerusalemu mpya imewekwa na rangi. Ukiangalia vazi la kina Aaron, mavazi ambao tuseme kwambia kwamba hawa Levites walikuwa nao wachungaji, kulikuwa na rangi za mavazi yao zilinenwa. Ukiangalia Yerusalemu mpya, kuna yale mawe ambayo yamejenga ukuta wa Yerusalemu. Kila jiwe lina rangi yake. Sasa ikiwa Mungu hapendi hizi rangi, iwaje hata Yerusalemu mpya ambayo tunaitarajia ina hizo rangi? Mungu ndiye aliziumba rangi. Hata tunapoangalia ukisoma vizuri katika kitabu cha Ufunuo Yohana, tutaambiwa kwamba kiti cha enzi kimezungukwa na rangi 7. Upinde, si ndio? Ama unaitwa na rainbow. Unaona? Kwa hivyo zile rangi, Mungu ndiye aliziumba zile rangi. Zimeexist, rangi zipo kwa sababu ya Mungu. Iweje sisi tuanze kusema kwamba hatuwezi tukavalia hii rangi, tuwezi tukavalia hii rangi, tuwezi tukavalia hii rangi, tuwezi tukavalia hii rangi au design? Kuna kitu tu ambacho ningependa kusema. Kama tunavyoguzia, nyakati hizi za mwisho ni nyakati za uovu. Mambo mengi, shetani ameleta mitego. Na tumeambia vyakula vyote tuvipokee kwa shukrani. Ombea chakula. Manake kweli kuna mitego, lakini sio kwamba vyakula unaambiwa kwamba kuna vyakula, viombee vyakula. Manake kama tuseme kwamba vyakula vingi, tuseme nyama, tuseme 80% ya nyama kwenye masoko saizi, nyama za wanadamu zipo. Lakini kupitia maombi kuna nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kama Yesu alibadilisha maji ikakuwa divai, je, atakosa aje kubadilisha ile nyama ya mwanadamu igeuke nyama ya kawaida, ule nyama hiyo iliyo ya kawaida? Na Yesu mwenyewe akasema, nitawaepusha na mitego za siri. Sasa kama umetegwa mtego wa siri wa chakula, ukishaomba kushukuru kile chakula na ukitakase kwa damu ya Yesu Kristo, si atakuepusha na mtego wa siri mwenyewe? Atabadilisha, utapatiwa chakula kilicho sawa, na kile chakula kilicho kiovu utaondolewa. Aya, tukikuja kwa mavazi, kweli kuna mtego kwa mavazi. Sio kwamba, it is not all about rangi, kala. It is about nembo. Tujichunge sana. Kuna yale mavazi ambayo yamedediketiwa ya kipepo na ya nembo zake. Kuna nembo zake. Ukishajua kwamba hii ni nembo ya Freemason na iko katika hii nyumba, ni hapo ndipo utataka kujiepusha. Jiepusha na mitego, nembo. Haya, kuna hizi mavazi ambayo utapata kwamba kama kuna hizi shirika la Chanel, kuna ile Gucci, yale tayari yana magano. Achana na nguo za Gucci, achana na nguo za Chanel, pamoja na mashirika mengine ambayo yale tunajua kwamba yalishaingia kwenye mikataba. Sasa mitego ile ambayo imetegwa kwa vitu ambavyo Mungu alitupa tunavitumikia, hizo ndo mitego tutaepuka. Na kuna vingine ambavyo sasa, lakini kwa kila kitu tumeambiwa tupokee kwa shukrani na kwa maombi. Kwa hivyo omba, iwe ni mavazi umenunua, omba. Chochote unachokinunua kwa nyumba yako, omba. Lakini zile nembo za kishetani ambazo tayari zimewekwa wazi, zinajulikana, epuka kuvichukua vitu vilivyo na nembo. Epuka kuchukua vitu katika mashirika ambayo unajua kwamba haya mashirika yalishajulikana ni ya Freemason, mashirika ambayo kama hii Gucci, kama hii Chanel, unaona? Vitu kama hivyo epuka. Sasa hapo ndio nitakuepuka. Lakini kusema kwamba rangi hii, nguo hii, kitu kama hiki hakuna kuvaa, hiyo ni upotovu. Na ndio maana Yesu akasema ya kwamba, tusikie katika kitabu cha Mathayo. Sikiza, Mathayo. Tukisoma Mathayo 24 mstari ule wa 24, tutasoma na 25 na 26. Biblia inasema kwamba, kwa maana watatokea Mkristo wa uongo na manabii wa uongo. Wao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini walioteuliwa. Sasa hapo unaangalia hawa uongo. Biblia inasema kwamba kama yamkini watawapoteza walioteuliwa, kwa sababu uko na ile hamu ya kumjua Kristo.
na kuzijua njia za Kristo na kutembea katika hofu ya Mungu. Na mtu anajaribu sana kuwa mtakatifu ili atembee kuvalia mavazi yanayomstiri, mavazi yaliyo mazuri na adabu nzuri. Lakini sasa kumekuwa na ile mahubiri ya kuja kuwafanya wanawake wamekuwa mateka wa utakatifu. Yesu hakutufanya tukue wafungwa, alituweka huru, na tunapotembea katika njia na mapenzi yake, tunatembea kama watoto walio huru, waliowekwa huru, sio wa mateka. Kwa hivyo mambo nakwambia kwamba usikule chakula kama hii. Watu wametekwa nyara, mtu hawezi kuenjoy chakula chake usiku na mchana, mtu hako tu kwa chakula kimoja, mpaka inafika mahali imeleta mizozano nyumbani, kwa sababu kuna roho ya Mungu ambayo inasema na mume anasema hapana, sitaki, na mke naye anafuatilia ile. Hasa kila siku baba anapata amepikiwa managu, anashangaa, na mimi natoa pesa za chakula. Hiyo vyakula sio mzuri. Unajuaje? Na Biblia inasema kwa sababu imani watu wanapotoshwa, kwa sababu watoto wa Mungu wasomi neno. Chanzo cha watu wengi kupotea na kufanyika wafungwa wa injili za uongo ni kutokulisoma neno. Ndugu yangu, ikiwa utakita katika kulisoma neno, hautadanganywa na roho za udanganyifu. Maana zipo sana zinatenda kazi kwa ajili ya Ibilisi. Nyakati hizi za mwisho ni nyakati za uongo. Uongo uko katika kiwango kingine cha juu sana. Lakini ikiwa utalisoma neno la Mungu, na kuambia utaepuka. Unaenda kuepuka. Hakuna vile utakuja kuanguka katika mtego. Hakuna vile utaweza kushikwa na mtego. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni sisi kulisoma neno la Mungu, na tunaambiwa kwamba kama yamkini hata walioteuliwa watafanya nini? Watadanganywa, watapotezwa. Wewe ambao umeteuliwa unataka kupotezwa kwa sababu unajitahidi huko na katika hofu ya kutembea katika njia ya Mungu. Usihofu usiweke hofu kwa nabii za uongo, kwa maono ya uongo, kwa roho zidanganyazo. Tembea katika hofu ya neno la Mungu. Lisome neno la Mungu. Kile ambacho neno la Mungu limekuelezea, basi fanya hivyo. Kama ni rangi za nguo, rangi ziko kwenye Biblia. Hizi rangi zote zimeanzia kwenye Biblia. Iweje sasa unaambia ubague rangi? Lakini jiepushe na mitego za Ibilisi kupitia nembo na maagano yaliyosimama na mashirika za makampuni. Hiyo ndio kitu nitakwambia ni mtego ulioko hizi nyakati za mwisho. Lakini tusimame katika neno la Mungu. Na Biblia inasema mstari wa tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Biblia ilishatuonya. Kwa hivyo hawa ambao wanakuangusha kwenye mtego ni kwa sababu hujasoma neno la Mungu ambalo limekuonya mbele ya kwamba watatokea manabii wa uongo, Kristo wa uongo, wa kusema kwamba nimeongeleshwa na Yesu, nimeonyeshwa. Alafu saa hizi shetani ameanza, ule mtu anapoonyesha tu interest ya kila kwanza, nimeona, shetani anaingilia, akishajua kwamba huyu hana roho ya Mungu, kwa sababu anapomwangalia huyu ako katika dhambi, hakuna vile Roho Mtakatifu anaweza kumongoza. Shetani anachukua nafasi ya kumtumia kama chombo cha kuangusha hata wale waliofanya nini. Na unajua hizi nyakati za mwisho, wale ambao wameteuliwa wanatumiwa, shetani kuangusha, amekuja kuwatumia wale ambao wanatembea katika utakatifu. Sasa wale ambao wamejifanya tu holy wanaanza kusema kwamba tumeonyeshwa. Hao ndio sasa shetani anawatumia kuwaangusha hawa ambao sasa wako katika kutafuta kweli ya Bwana. Wanawapa maono ya uongo, roho za uongo. Mimi nimeona wengi sana kwenye mtandao. Nikwambia ndugu yangu, kuna maono, kuna ndoto na kuna mafundisho yamejaa kwenye mitandao, lakini sio kila kitu utakichukua. Sio kila kitu utakichukua na kukitumikia, kwa sababu unatafuta ukweli. Usiwe desperate sana kila maono unayachukua. Yapime kwa neno la Mungu. Kila kitu unachokisikia kipime. Hata mtumishi wako, mchungaji wako, kile anachokihubiri kipime kwa neno. Make sure lile neno unapoulizia liko sawa. Wakati mwingine hata inafaa tusome Biblia zaidi hata tunapoenda mchungaji anapohubiri, kwa sababu wakati mwingine mchungaji anahubiri na wakati mwingine ananukuu mistari tu, kwani ile ya kupitisha katika neno ile ameishika. Kwa hivyo ukiwa msomaji wa neno, utakuja kujua kile ambacho mchungaji amekisema ni kweli ama si sahihi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyakati hizi za mwisho, kuna roho za uongo zitawadanganya.
Haya, tukirudi, Biblia inasema kwamba tukiendelea pale kwa Timotheo vile tulikuwa tunasoma kuhusu roho za uongo, anasema kwamba kwa hivyo vitu vyote tutavikula kwa shukrani. Anasema kwa maana kila kilichoumbwa na Mungu ni kizuri na hakuna cha kukataliwa ikiwa kitapokelewa kwa shukrani. Mpendwa, chakula kipokee kwa shukrani. Imefika wakati kuna mwingine amekuja kuniambia mpaka kanisani mwao wamekatazwa kutumia mafuta wanaojipaka ni mafuta ya nini? Ya kupika. Kumbuka hata hizi mafuta za kupika ni mtego, kwa sababu kuna saa hizi biashara, watu wanabiashara wako katika mashindano ya kupata wateja. Kwa hivyo wanafanya mikataba, lakini kwa neema ishukuriwe damu ya Yesu Kristo ambayo inaosha, inatakasa, na kisha unapoombea sisi tunakuwa vyema. Kwa hivyo mtego huko hata kwenye mafuta, kila kitu shetani ameweka mtego, lengo tu ni kwa kuteka nyara wale ambao wameteuliwa. Lakini kwa maombi na shukrani tutaepuka mitego za ibilisi. Kuna damu ya Yesu Kristo itakayotakasa vyote tunatumia, lakini vile ambavyo vinajulikana kama vya maagano na nembo zake vikimbie. Biblia inasema kwamba tumkimbie shetani. Kwa hivyo lazima tuukimbie uovu huu. Unaona? Kwa hivyo nikiendelea, Biblia inasema kwamba kwa kuwa kimetakaswa kwa neno na kwa kuomba. Vile vilivyoumbwa na Mungu vimetakaswa kwa neno na kuomba. Unaona? So mitego vile ambavyo viliumbwa na Mungu vimetakaswa, ila tena mitego zinatokea kwa vitu ambavyo vinatengenezwa na makampuni, vinaitwa processed, vile vya kutengenezwa. Hivyo ndio unapata kuna mitego. Unaona? Lakini kile kitu ambacho kilitoka kwa uumbaji wa Mungu mwenyewe, kile kitu kilishatakasiwa, kiko kisafi na kipokelewe kwa shukrani na kuomba. Nikiendelea, Biblia inasema tuingie katika Timotheo wa kwanza, tunaruka tunakuja mlango wa 6 mstari ule wa 3, tunasema kwamba mtu awaye yeyote awafundishe elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima wa Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo uteua. Mstari wa 4 unasema kwamba amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo kutoka shuhuda, ugomvi, matukano na shuku mbaya, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, waliokosa kweli, huku wakidhani ya kuwa uteua ni njia ya kupata faida. Hapo nilikuwa nakwambia wanafanya mambo wakidhani kwamba uteua unaleta faida. Uteua utakupa faida ya uzima wa milele, lakini hapa uteua unakupa kiasi. Wala uteua pamoja na kuridhika na faida kubwa. Unaona? Kwa hivyo hapa tunaambia kwamba kuna wale ambao sasa tunaambia kwamba mtu yeyote akiwafundisha elimu nyingine wala hakubali na neno lenye uzima wa Bwana Yesu Kristo. Yaani kuna hii injili ya Yesu Kristo iliyokuja kupitia imani ya msalaba. Na hii injili ya Yesu Kristo ambayo ilisema ihubiriwe ulimwengu mzima ni injili ya toba na utakaso. Ikiwa kutakuwa na yeyote aikubali hii injili wala mafundisho haya, then ujue kwamba yule mtu sio wa Mungu. Kuna roho anayeitumikia. Kwa sababu mtu ambaye anatumikiwa na roho ya Mungu anatembea katika kutii, kunyenyekea, na anapokosea lazima aweze kuonywa na akubali kuonyeka na abadilike. Lakini mtu asiyekubali toba, mtu asiyekubali kutengeneza, kutakaswa, kutubu na atakaswe, basi huyo roho anayeitumikia ni roho takando sana, ni roho tofauti na roho ya Mungu. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio kitu ya kwanza ukitaka kujua kwamba una roho ya Mungu.
unakuwa mwepesi wa kutubu. Yani ukitenda jambo unahukumika. Unahisi Roho Mtakatifu anakuhukumu. Ile saa utapiga magoti na kutubu upate amani. Hiyo ndio number one. Lengo la kujua kwamba kuna roho. Mungu atujalie tutakuja kujifunza kuhusu ni vipi utatambua kwamba una roho wa Bwana. Kwa hivyo anasema kwamba alafu kunakuwa na ile majadiliano. Wanasema kwamba kunakuwa na ile majadiliano. Unaona? Majadiliano. Na ile katika hiyo majadiliano inakosa kweli kabisa. Unaona? Biblia inasema kwamba na kukosa kweli huku wakidhani ya kuwa utewa ni njia ya fedha. Unaona kwamba ngoja kwanza nirudi mstari wa 4. Biblia inasema kwamba amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano. Sasa unaona hawa watu ambao hawaikubali injili ya kweli, kitu ya kwanza huwa wanakuwa ni watu ambao wana majivuno na hawana ufahamu wote wa neno. Hawana ufahamu, ila wanakuwa katika ile kuuliza maswali na katika ile mashindano na kujibizana. Yani wanapambania tu maneno. Na katika mwisho wa siku, kama hujawahi kutana nao kwenye groups, mimi wanakutana nao kwenye group. Lengo tu hawataki kumrudia Mungu, najua. Unaanza kuwa na ubishano, maneno mpaka matusi inaanza pale. Unaona, unafika mahali mpaka watu wanaanza ugomvi, kunaanza kuwa na matukano, unaona, kunaanza kukuwa na shuku mbaya. Unaona, watu wanakwazana. Watu wanaingiliana, alafu wanaanza kuingiliana imani hii, dini, mambo kama hayo. Mimi nishaikumbana nayo sana kwenye group. Lakini ukiwa mtu ambaye unatembea, unajua how to deal with such people, uendangi nao sana. Unaona, unaachana nao. Kwa hiyo sasa inasema kwamba wale ambao hawana ufahamu hujivuna na walifahamu neno, lakini kazi yao ni mashindano, kuleta ugomvi. Unaona, na wanasema kwamba majadiliano yao mara nyingi unapata kwamba wanataka faida, ambao hawa unapata kwamba haya itabesi sana kwa wachungaji ambao wamekita katika mafundisho ya mafanikio. Wanasiasa nyingi sana. Ukimwambia tu mwanamke haifai kuwa na mapambo, ataleta siasa nyingi. Hata mbinguni wanajipamba ni kana kwamba hajawahi enda mbinguni, na hata hajawahi chukulia kupelekwa hata kwa maono mahali. Yani hata tuseme kwamba hajawahi chukuliwa kupelekwa tu, yani katika ulimwengu wa kiroho akaonyesha mambo, lakini tayari anasema kwamba mbinguni. Na ukimwambia kwamba ndio hapo wanasema kwamba hawafahamu neno lolote. Anasema kwamba mbinguni wanajipamba. Ni wapi neno lishaisema mbinguni wanajipamba? Hakuna. Lakini tunachojua kwamba tumeambiwa tusijipambe, na neno lipo limesema hivyo. Ukiingia katika Timotheo wa kwanza mstari wa 2 mlango wa 9, ukiingia katika Petro wa kwanza mstari wa 3 mlango wa 3 mstari wa 3, utaambiwa tusijipambe. Unaona? Kwa hivyo hapo kuna lakini wale hawalifahamu neno, wanaanza kukuambia vitu havipo. Mungu anataka tujipambe. Mungu ataenda aje kinyume na neno lake? Anasema huko tujipambe, tuvae mavazi ya kujistiri, si kwa dhahabu wala kwa lulu wala kwa pete. Na anasema tu Mungu hawa wachungaji ndio nakwambia kwamba angalia sana mchungaji. Na kitu ya kwanza ukitaka kumpima mchungaji wako, nenda muulize haya maswali. Swali la kwanza muulize, je, mwanamke anaruhusiwa kujipamba? Yaani mwanamke kujipamba ni dhambi? Msikize jibu atakupa. Ikiwa atakupa aseme kwamba ndio, ni vibaya, basi huyo ndio mchungaji sahihi wa kukaa na yeye. Jambo la pili, mchungaji gani ambaye, ni swali gani ambalo tena utamjaribu nalo mchungaji? Muulize, je, suruali inaruhusiwa kwa wanawake? Je, mwanamke anaruhusiwa kuvaa suruali, ama anaruhusiwa kukuwa mhubiri, kukaa kwenye mimbari, azini kukuwa mchungaji, alichunge kanisa, na pia asimame kwenye mimbari kuwafunza? Yale ndiyo maswali. Ukisha muuliza maswali kama yale mchungaji wako na ashindwe kuyajibu, akupe kinyume hata mambo yaliyo katika kanisa, kimbia. Mchungaji ana mbingu ya kupeleka. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu, maanake Yesu akaambia wanafunzi wake, nitakuonyesha ni yupi wa kuogopa. Yule ambaye ana uwezo wa kukua na kuiachilia roho yako wapi? Kuzimu.
yule ndiye inafaa muogope Mungu. Na yule Mungu, huyo Mungu ni neno. Maana neno lilifanyika kuwa mwili. Kwa hivyo ogopa. Hizo ndio vitu ambavyo inafaa umtafute kwa mchungaji wako. Bwana asifiwe. Haya, tukiendelea, Biblia inasema kwamba tukiingia katika Timotheo wa pili, tutaingia katika mlango ule wa 4. Tusome mstari unasema kwamba maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Hizi, kumbuka tunaongelea nyakati za mwisho. Hizi nyakati za mwisho watu watakataa mafundisho ya uzima. Mafundisho ya uzima ni mafundisho ya toba na utakaso, ya kukuandaa kwa ajili ya milele, uzima wa milele. Ndio maana yameitwa mafundisho ya uzima, yatakao kupa uzima wa milele. Vya dunia vinapita, vina mwisho, lakini mafundisho ya uzima ambayo ni neno la uzima litakupa uzima wa milele. Yesu akasema ya kwamba kila kitu kitapita, lakini neno litasimama. Kila kitu hapa duniani kitaharibia, lakini hili neno litasimama. Hata kama haya makaratasi yake yateketee, lakini neno lake lenyewe ni Kristo, litasimama. Na atakaye simama na neno hizi nyakati za mwisho atakuwa mahali ambapo neno litasimama. Na kumbuka, neno ni Kristo mwenyewe. Utasimama na Kristo. Akasema ninaenda kukuandalia makao. Kuna makao ambayo Kristo ametuandalia. Ikiwa tutasimama katika hili neno, tulitafakari usiku na mchana na tulifanye, litatupa kiasi kile kitatudumisha hapa duniani. Na kisha pia nituombe. I think kama Wakristo inafaa tuombe jinsi Daudi aliomba Mungu. Daudi aliomba hivi, akaambia Mungu, naomba Mungu unibariki, nisiwe tajiri sana kiasi ya kwamba nikakusahau, mali kanifanya nikusahau. Lakini akamwambia tena, usininyime tena nikakuwa maskini sana kiasi ya kwamba nikaiba ama nikaomba. Unaona? Ambia Mungu akupe kile ambacho utakuwa content nacho. Mwisho wa siku umekula, umekunywa, umevaa, watoto wamesoma, watoto wako sawa, familia iko sawa hapo, na kisha unabaki kumkuza Mungu, kumsifu Mungu na kile ambacho amekupa. Na umwambie Mungu, lakini niombe niekezewe zaidi kwa ajili ya uzima wa milele. Unaona? Kwa hivyo tunaambia kwamba watakataa nyakati za mwisho, watu watakataa. Na ndio maana saa hizi wengi wamefukuzwa kwa makanisa, kwa sababu lengo tu wameambia mama mchungaji haistahili kuwa na mapambo. Wameambia mchungaji wanawake mapambo, kwa sababu wanawake ndio wanachangia pakubwa sadaka na fungu la 10 na matoazi ya kanisa. Mchungaji amekufukuza, hataki kusikia, kwa sababu anatetea fungu la 10, anasetea sadaka, na huku anaziandaa nafsi kwa ajili ya kuzimu. Bwana asifiwe. Unaona sasa vile mambo yanafanya. Nyakati za mwisho watakataa mafundisho ya uzima wa milele. Nenda kule kwa mitaa, hata unapita wakati mwingine una injilisti, wamepigwa, wamefanyiwa kila dhiaka, kwa sababu tu hawataki kusikia ukweli. Na Biblia inasema kwamba ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe wakipata walimu wa makundi. Unajua saa hizi nini Biblia inasema? Wanazifuata nia zao wenyewe. Mtu anaangalia nia yangu ni nini? Mimi nataka niwe na gari, mimi nataka niwe na mansion, mimi nataka nivae ile nguo ile, niwe navaa nguo za aina hii, nataka nyumbani kwangu chakula kiwe kinapikwa aina hii. Yaani mtu alishajipanga mwenyewe nia yake
mwenyewe amejiwekea, na pale anaenda kujitafutia sasa walimu wa makundi wa mafanikio, manabii wa uongo. Utafanikiwa, utaendelea, utasonga mbele. Wale ndo sasa watu wanafanya nini? Wanawatafuta. Unaona? Kwa sababu nia yao tayari ishaambatana na yale mafundisho yao ya uongo yasiyo na uzima wa milele. Watu yani wamekita kutafuta tu hivi vya dunia, hivi vya hapa. Ndio maana wamejikushanikia makundi, sio kwenye mitandao, wanawapigia simu. Yani mtu hata amekosa kusimama na mchungaji wake, kwa sababu mchungaji ana mafundisho ya uzima wa milele. Mimi wacha nikwambie, ninashukuru sana mchungaji wangu. Mimi mchungaji utapata anatuambia kwamba utafanya, lakini kutuombea anatuombea. Kwanza anatufundisha kutembea katika hofu ya Mungu. Maanake tuliambiwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tunaambiwa kwamba katika kitabu hiki tukitafakari usiku na mchana, hapo ndipo kuna mafanikio. Hapo ndipo mchungaji wetu anatufunza. Mimi nashukuru Mungu. Mungu amenipa mchungaji mlezi mwema. Angalii apate magari mali. Anaangalia, yani he cares about, ana care about roho za, ana care, yani niseme kwamba ana care about our soul, where we'll go tomorrow. Na wakati anatufundisha, yeye anaomba Mungu atujalie kulingana na sisi watoto wake, jinsi tumetembea katika njia zake, jinsi ametufunza na tumelisikia lile neno, tukishalitumia. Mchungaji anatuombea Mungu atubariki. Hakuna kukuja kwamba receive, prophesy nini na nini. Hakuna kitu kama kile. Madhabahu ambayo mimi nimejiunganisha nao, au utapata mambo na prophesy, maji ya upako, maji ya nini, lakini tunabarikiwa, tuna baraka na tunashukuru Mungu kwa kila kitu. Mimi mwisho wa siku watoto wangu wanasoma, nina chakula, ninavaa. Mungu amenibariki na ninashukuru pale Mungu amenibariki, na ninajua Mungu atazidi kunibariki kwa vingi. Sijaenda kwa madhabahu makubwa ya mafanikio. Kwa hivyo siri ni kaa kwa mchungaji wako anayekufunza ukweli, kwa sababu anakuandaa kwa zaidi ya kile ambacho wengi wanajitafutia makundi walimu wa uongo. Ukiwa na mchungaji aliye na mafunzo ya uzima wa milele, hapo ndipo utakaa, kwa sababu kile anachokupatia ni zaidi ya kile ambacho unatafuta kwa tamaa zako. Wale ambao wako katika tamaa ndo wanatafuta wale makundi kwenye mitandao. Manabii wa I prophesy, can I prophesy, utapata gari, naona ufunguo. Anaona ufunguo na anajua kwamba kuna gari. Wa ufunguo unatoka wapi? Labda ni ufunguo wa kuzimu. Ninaona gari ni nyekundu, anaanza kudescribe ile. Wewe wanakunini tu kwa sababu wanataka hiyo sadaka, na kuna vitu ambavyo wanataka, na katika hiyo hali watu wameibiwa nyota zao, wameibiwa utukufu, watu wameachwa hivi. Watu wameachwa hivi. Kwa hivyo tuangalie sana, tuangalie sana. Kwa hivyo hiyo ndo mambo ambayo inafaa uzingatie. Nyakati za mwisho zimejaa uongo. Biblia inasema kwamba nao watajiepusha wasisikize yaliyo kweli na kukengeuka hadithi za uongo. Kwanza wamesema kwamba masikio yao ina utafiti. Masikio yao imekuwa tafiti. Wanafurahia sana kusikiza hiyo. Na hapo tunasema kwamba Biblia inasema kwamba watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, wakizigeukia hadithi za uongo. Unajua hizi hadithi za uongo ni nini? Mtu ameota hata hajajua maana ya ndoto, amekuja kudanganya, amekuja kukuambia. Anaonyesha maono kutoka mbingu ya tatu. Mbingu ya tatu ni ya Mungu. Anaonyesha maono kutoka mbingu ya pili na mbingu ya kwanza, mahali ambapo malaika wa giza walianguka. Shetani na malaika walioasi walianguka. Anakuja kuambia. Anapokea maono kutoka falme za baharini, analeta. Wewe umekuja kuthamini sana maono na ndoto kuliko neno la Mungu. Thamani yako iko sana katika maono. Thamani yako iko katika ndoto sana kuliko neno la Mungu. Unaona? Na hapo ndio unapata kwamba unazibai zile hadithi za uongo. Unaona? Unazitilia sana maanani. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri
wa Injili, timiliza huduma